Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwana michezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi chao. Unafahamu ya kwamba sasa hivi mambo yameanza kukaa kwenye mstari kama ilivyokuwa kwa hapo kipindi cha nyuma. Hiyo yote ni baada ya kuweza kumuondosha kocha Romain Folz, na timu imeanza kurudi kwenye mstari baada ya kuanza kuonekana kama wanapoteza mvuto kiwanjani, na mashabiki wakaanza kupiga kelele. Maamuzi yakafanyika, lakini akatua kocha mpya ambaye kwa sasa anaanza majukumu yake mapema kabisa ili kuweza kukiandaa kikosi kuelekea safari nyingine tena. Unafahamu ya kwamba Young Africans walikuwa na kibarua cha kufuzu kuelekea makundi, na tayari wameweza kufanikiwa kwenye hilo kwa kufuzu makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na sasa inaelezwa kwamba ratiba imetoka. Miongoni mwa ratiba ambazo huenda zikawa ni ngumu kweli kweli ni pamoja na ratiba hii ya klabu ya soka Young Africans katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, baada ya kuweza kuwekwa wazi mapema kabisa Young Africans wakijiandaa katika hilo. Mimi nimekusogezea ratiba hiyo ambayo inaonyesha kundi ambalo wapo vigogo wakubwa ikiwemo klabu ya soka ya Young Africans. Yanga wamepanga kundi gani utakwenda kujua hapa, na wako na kina nani, wanaanzia wapi, safari yao inaanzia na kina nani, tarehe ya kuanza ni ipi. Yote hayo na mengine mengi utakwenda kuyapata hapa katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, ili ukifanya hivyo unakuwa na uhakika wa kuweza kupata taarifa zetu, kwani unakuwa unapokea ujumbe ama notification kwenye simu yako ikikutaarifu ya kwamba kuna taarifa mpya imeingia, na bila shaka unaweza kuitizama wewe pamoja na jamaa na marafiki. Karibu tuendelee na story yetu ambayo inayoendelea kwa sasa kuhusiana na kikosi cha mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, nazungumzia wananchi. Bana, ratiba ya ligi ya mabingwa barani Afrika imeweza kuwekwa wazi mara baada ya timu ambazo zimefanikiwa kutinga kuweza kuingia katika orodha ya yale ambayo yamewekwa bayana. Unafahamu ya kwamba tayari watuko wameshaweza kufanikiwa kutinga na kupata zile timu ambazo zitakwenda kuwakilisha makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa timu ambazo zinazotakiwa kufuzu kwenye hii hatua inaelezwa ni timu 16 tu peke yake ambazo ndizo zitakazofanikiwa kuweza kuingia. Hapa nazungumzia kwenye hii hapa nazungumzia draw, ambapo miongoni mwa timu ambazo zimefanikiwa kufuzu kuelekea hatua 16 bora, nikukumbushe kama hujapata wakati wa kutizama, kuna Al Hilal. Al Hilal ni kutoka pale nchini, hapa nazungumzia nchini Sudan, lakini kwa sasa walikuwa pale Mauritania, ambapo walikuwa wakiweza kushiriki ligi ya pale kwa sababu ya Sudan kule hali ya kiusalama haijakaa vizuri kabisa. Lakini kuna Power Dynamos kutoka kule nchini Zambia. Unafahamu ya kwamba Zambia ni miongoni mwa watu ambao pia ni wawakilishi wazuri kabisa katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Huwa hawaachi kuingiza timu, kila msimu wamekuwa wakijitahidi kuweza kuingiza timu katika ngazi hii, na kama sio ngazi hii basi hata shirikisho basi huwa wanafanya hivyo. Lakini kuna klabu hapa nazungumzia hii ni FAR Rabat kutoka Morocco. FAR wameweza kufanikiwa na wao kuweza kutinga katika hatua hii ya 16 bora, na wenyewe wameamua kuweza kuja sasa huku, maana FAR Rabat
mara nyingi wamezoea kuonekana katika hapa nazungumzia katika upande wa kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini timu mpya unaweza kusema ya kwamba hivyo kwa miaka hivi karibuni wamekuwa hawajafanikiwa kufika katika hatua hizi ni Santi Lupopo, miongoni mwa timu ambazo zinapatikana kule Kongo, miongoni mwa watu ambao wameweza kufanya maajabu kuanzia tu huko katika hatua ya mtoano baada ya kuweza kumpiga kichapo kizito. Hapa nazungumzia na kumuondosha klabu kubwa kabisa kama Orlando Pirates ambao msimu uliopita walifika sehemu nzuri kabisa, walishia robo finali. Kama kumbukumbu hazijapotea vizuri, walishia robo finali, lakini wameondolewa na hii Santi Lupopo. Kwa unaweza ukashuhudia kwamba timu zimejipanga safari hii, sio kwamba ni timu ndogo ndio zinaweza kutolewa mpaka timu kubwa. Lakini unakutana na Rivers United hawa kutoka nchini Nigeria pale, wamefanikiwa na wao kuweza kutinga hatua hii ya hapa nazungumzia 16 bora, na wao wameamua sasa kujikita zaidi. Unafahamu kwamba timu za Nigeria mara nyingi zimekuwa zikipoteza mvuto kadiri siku zinavyozidi kwenda, labda pengine Rivers United wanaweza wakarudisha katika lamani. Lakini tunadondoka pale nchini Angola, na wao wamefanikiwa kuweza kushusha timu hapa nazungumzia si wengine bali ni Petro de Luanda, miongoni mwa timu ambazo zimefanikiwa na wao kuweza kutinga katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni msimu mmoja tu walikosa, msimu huu wameweza kuingia tena. Lakini kuna GS Kabylie, hawa pia na wao wameweza kufanikiwa kwa mara nyingine tena kuweza kurudi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua hii ya makundi. Lakini kuna National Al Ahly, hao unaweza kusema ya kwamba ndio wafalme wa Afrika kwenye nyanja kama hizi, lazima ukutane nao. Lakini timu nyingine ambayo imeweza kuingia katika orodha hii baada ya miaka baada ya misimu kupita ni Stade Marine. Stade Marine wameweza kutinga katika hatua ya 16 bora, hatua ya makundi kumrazi, sio 16 bora, hatua ya makundi kwa mara nyingine tena. Lakini kuna MC Alger, waliwahi kutaga na Young Africans, na wenyewe wamefanikiwa kutinga. Kuna Mamelodi Sundowns, Masandawana hawa na wao pia wamo katika orodha hii, bila kusahau wababe kutoka pale nchini Tunisia, nazungumzia Esperance de Tunis. Lakini kwa upande wa Tanzania tumewakilishwa na timu mbili hapa, nazungumzia Simba Sport Club, wanyama kabisa, pamoja na watoto wa Jangwani, nazungumzia Twiga na Jangwani. Young Africans na wao walifanikiwa kuweza kutinga katika hatua hii kubwa kabisa ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ya makundi. Sasa kuna moja kati ya matarajio, huenda Young Africans wakakutana na moja kati ya timu kubwa katika kundi lao, yani wakutana na vigogo katika kundi lao ambalo wapo, ambapo inaelezwa kwamba kundi C ambalo Mamelodi Sundowns wenyewe watakutana zidi ya kundi lao sasa ili ambao huenda likawa ni kundi C, ambapo Mamelodi Sundowns atakuwemo katika kundi hilo. Lakini pia watakuwepo Petro de Luanda wapo katika kundi hilo. Lakini kuna wababe kutoka hapa nazungumzia Zambia, Power Dynamos, na wao watakuwepo katika kundi hilo, ambalo kundi hili litakuwemo na klabu ya Young Africans kutoka Tanzania. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia itakavyokuwa, na mapema kabisa tayari wameanza kulizungumzia kundi hili, huenda leo kawa kundi tishio zaidi kwenye makundi ambayo yanaonekana kuwa magumu zaidi kwa watu kupenya. Tusubiri kuweza kuona itakuwaje, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa